wala siwezi jitetea, ni wewe. Mawimbi yalipozidi nilizani nitazama, lakini sauti yako ilinipa amani. Mawimbi yalipozidi nilizani nitazama, lakini sauti yako ilinipa amani. Uliniokoa, ukanifuta machozi, ukaniinua, tena ukanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mambo yanakuwa hatarini, yanaona msaada wa Mungu siuoni, lakini Mungu ameshakusikia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema umtumaini yeye, naye afanyaje? Atafanya. Kinachotakiwa ni kufanyaje? Kusubiri, kuwait. Bwana Yesu asifiwe. Wamngojeo Bwana watapata nini? Nguvu mpya, nao watapaa kama nani? Kama tai. Kinachotushinda wa Kristo wengine ni kungoja. Kwenye kungoja sasa ndio kazi ngumu. Unamgoja Bwana jambo litokee. Nimeomba leo, halijatokea. Nimeomba kazi, halijatokea. Ibrahimu akamwambia utapata mtoto. Kwa huyu Sara utapata mtoto. Kwa huyu Sara utapata mtoto. Sara akamwambia mase, tumechoka hiyo ahadi. Sasa ninakushauri nenda kwa ule mjakazi ule. Ingia pale utapata mtoto. Mimi kwa kweli nimejikatia tamaa. Sara mwenyewe akajikatia tamaa kabisa. Akajikatia tamaa kabisa. Mungu akamtokea akamwambia utapata mtoto. Wewe utapata mtoto wewe, sogea. Sara mwenyewe akacheka jikoni. Malaika akamwambia mbona umecheka? Akasema mimi sijacheka. Akasema uongo, mimi sijacheka. Lakini wakati wa Bwana majira kama haya utapata mtoto kwenye uzee wako. Kwa sababu kwenye hali ya kawaida ya wanawake yashazeeka, hawezi kuzaa tena. Lakini neno la Bwana likaja akapata mtoto katika uzee huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni miaka mingapi imepita, haijalishi ni muda gani umepita, lakini neno la Bwana linastahili kusema utapata tu unachokitamani. Lile ambalo Bwana amesema juu ya maisha yako kila litatokea tu. Usiwe mnyonge, mazingira yasikunyongonyeshe, maneno ya watu wasikuvunje moyo. Kuna wakati unatakiwa upambane na mazingira, usimame na neno la Bwana. Mazingira yasinidanganye, hali ya halisi isinidanganye, ile nataka nisimame na neno la Bwana. Hali ya halisi isikudanganye kwa inawezekana, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yasikudanganye kuwa huko watu hawezi kuolewa. Mazingira yasikudanganye kuwa familia yetu haiwezi kuwa matajiri. Simama na neno la Bwana, kwa sababu Yesu alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Achana na ile hali ya ukoo wenu, simama na neno la Bwana, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, umezaliwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasimama na historia, dada yangu akuolewa. Na dada yangu akuolewa, sasa imebaki ni mimi, na mimi nitakuwa hivyo. Hapana. Usiwe hivyo. Kataa. Baba yangu akuwa tajiri, kaka yangu akuwa tajiri, ndugu zangu akuwa na mimi nitakuwa hivyo. Hapana. Wewe umemjua Yesu, simamia kile ambacho Biblia inasema. Biblia inasema Ibrahimu akamwamini Mungu kwa wale aliyosema. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akamwamini kuwa Mungu, nitapata mtoto nikiwa mzee. Biblia paka akawa nini? Rafiki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umri wowote Mungu anaweza akafanya nini? Chochote. Chochote. Na anaweza kufanya kwa mzuri ama mbaya. Mungu anafanya, Mungu haamuliwi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mdada mmoja jana alikuwa anaangalia kwenye mtandao, aliongea maneno ya kujikatia tamaa. Aliongea akasema mimi siwezi kupata nini? Toto. Naona kama Mungu amefanyaje? Ameamua hivi itokee hivi hivi. Lakini mchungaji mmoja akasikia yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Yule mchungaji akamwombea yule dada. Akasema hata kama ni mbaya, hata kama ana tabia mbaya, Mungu mpe mtoto. Bwana Yesu asifiwe.
hata kama ni mbaya. Akasemaje? Mungu mfanyaje? Mpe mtoto. Mungu akasikia maneno yule mtumishi, yule dada akapata mtoto. Lakini yule dada alishajikatia tamaa. Alisema kuwa haiwezekani tena, mimi ni haiwezekani tena. Hata sura yenyewe ukiangalia sasa anaelekea kwenye uzee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuinulie watu sahihi wanaokupenda jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuinulie watu sahihi watakokupenda kama ulivyo. Wengine hawakupendi kwa sababu ya tabia zako, lakini Mungu akuinulie watu ambao hivyo utakuwa nao pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunakuwa na marafiki kwa sababu kuna vitu fulani vizuri tunavyo, lakini kwenye udhaifu wetu wengi hawataki kukaa na sisi. Wengi wanatakiwa kutuombea tu wakati tukiwa tuna wakati mzuri, lakini wengine tukiingia wakati mbaya hawataki kukaa na sisi. Kwenye aibu zetu hawataki kukaa na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuinulie watu sahihi ambao watasimama na wewe wakati mzuri na wakati mbaya. Ukiwakosa hao watu, nenda mbele za Mungu, mtafute Mungu. Nenda mbele za Mungu, tafuta uso wa Mungu vizuri. Ukiwakosa hao watu ambao watasimama na wewe, nenda mbele za Mungu, mtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Anasema, maana ninayajua mawazo niwazayo nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, maana anayajua mawazo niwazayo ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Hapa ni mtumishi Yeremia alikuwa anaongea na taifa la Israeli lilikuwa utumwani. Mungu alikuwa amewapeleka kule wao kwenye utumwa kwa sababu walimtenda Mungu dhambi. Kila wakifanya hivi wanamkosea Mungu. Mungu akasema hawa watu wataenda utumwani, wataishi utumwani miaka 70. Lakini unafahamu kwenye utumwa ni mateso, ni kunyanyaswa, unafanyishwa kazi ambazo uzipendi, unafanya mambo ambayo huyapendi. Wanaisraeli wako kwenye ule utumwa. Kama watu mmesoma history, nyewe mmesoma history, si mnafahamu history, masuala ya utumwa. Waafrika walipelekwa Marekani wakafanyishwa nini? Israeli wakawa hivyo. Mungu akawapeleka, ilikuwa ni adhabu. Lakini wakati wao kwenye ule utumwa, neno la Bwana likamjia Yeremia, akamwambia hivi, ninayajua mawazo niwazayo ninyi, asema Bwana, ni mawazo mema wala si mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu neno lake nakuja, iko siku na nyinyi mtajitawala, mtakuwa taifa. Neno la Bwana likaja mwaka 1945. Taifa la Israeli likafanyaje? Likazaliwa. Lakini hakuzaliwa hivi kwa sababu gani? Neno la Bwana lilikuja. Sasa hivi wanajitawala. Sasa hivi wanachukua mipaka yao. Wao unaona kule mavita yanatokea, Israeli wao wanapambana kuchukua mipaka yao. Lakini kitu kilichosababisha watoke kwenye hiyo hali ni neno la Bwana juu ya tumaini, juu ya siku zao za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sisi ambao tumeokoka, matumaini yetu, siku zetu za mwisho zinapaswa kuwa nzuri kuliko hizi za kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umelisikia neno la Bwana? Israeli walisikia neno la Bwana. Lile neno la Bwana lilikuwa linafanya kazi kwenye maisha yao. Ili usikie neno la Mungu vizuri juu ya ndoa unayotaka, ni lazima usikie neno la Mungu juu ya maisha yako. Mungu anasema nini juu ya ndoa yako? Mungu anasema nini juu ya kuolewa kwako? Mungu anasema nini juu ya kuoa kwako? Mungu anasema tena tuwashitue kidogo kwa mema ulionifanyia, wabaki wakisema
waweza we, huwa naona waweza matendo na makuu yako, Bwana waweza kishuka we, mi huwa naona